Kwa nini mmengoa kwa sababu eneo hili ni miliki ya Wamasai. Waambie ni chunga baba Waambie walionunua asitubipu. Walionunua asitubipu. Hiyo ni trailer baba amenunua. Hiyo ni trailer baba amenunua. Waambie amfuata aliyemuuzia. Hii ni eneo la mali na Mestula. Anatupoteza vijana na wazee. Hii ni eneo letu. Eneo letu sisi vijana ya kuja kula lomoni na kufanya vijana wengine wakue. Sasa kuwafunza vijana. Sasa aliyenunua mwambie pambane na aliyemuuzia. Mtazamaji wa Jambo TV, hapa ni katika mtaa wa Urundini uliopo katika kata ya Elerai jijini Arusha, ambapo mapema hii leo zaidi ya wanajamii Kimasai 1000 wamefika kwa wingi na kuvunja uzio uliokuwa umejengwa kuzunguka eneo linalodaiwa kuwa maalumu kwa ajili ya mila na desturi za jamii hiyo. Eneo hilo linatajwa kuwa ukubwa wa zaidi ya ekari 13. Sasa kwa mujibu wa jamii hiyo, eneo hilo linadaiwa kutawaliwa na mwekezaji mmoja raia wa kigeni tangu mwaka 2001 na wametaja lina umuhimu mkubwa sana kwao kwa kuwa linatumika kwa shughuli za kiutamaduni na kijamii. Wamedai kuwa mwekezaji huyo amejimilikisha eneo hilo kinyume cha utaratibu na kuanza kuuza viwanja kwa watu mbalimbali. Akizungumza na Jambo TV, mwenyekiti wa mila na desturi ya jamii hiyo Yusufu Saruni amemwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuingilia kati mgogoro huo, akisisitiza kuwa eneo hilo ni muhimu kwa jamii Kimasai nchini kote katika kuhifadhi na kuenzi mila na desturi za Kitanzania. Mapema hii leo hali ilikuwa hivi. Hili swala na bado linaendelea, na sisi tunachosema hili eneo haliuzwi. Hatumjui aliyeuza na tumjui aliyenunua. Sasa hapa sisi tunavoleta noma, tunavunja hili fence. Tukishavunja tutajua nani atakayekuja kutuzuia. Ndipo tutakayo mnalitumia kwa ajili ya nini hasa? Hii hapa kwa ajili ya mashughuli za utamaduni ya mila. Ndivyo tunavyotumia. Tutapeleka vijana wadogo wa Kimasai kuwa na rika. Yaani kuwaleta vijana wadogo wa Kimasai kuwakuza na kuwa na rika lao. Na eneo hili linatumika na vijiji zaidi ya 100. Sawa moja tu. Na inajulikana. Tumekuja huku imepigwa biko na hatujui nani kauza wala hatujui nani kanunua. Sisi tunajua ni eneo letu. Kwa hiyo tumeamua kuvunja ili aliyenunua na aliyeuziwa ajitokeze. Watoe maelezo kwamba wamenunua kwa kipindi kwa maelewano gani, kwa sababu ni eneo ambalo tangia mababu zetu. Unaona, kizazi na kizazi kwenye kukuza vijana walikuwa wanaletwa eneo hili. Sasa nashangaa kipindi hiki kimekuja kiuzwa. Tunaomba ujumbe umfikie Rais Mama Samia Suluhu Hassan popote alipo, apate ujumbe huu kwamba eneo letu haliuzi. Na tuko tayari kwa chochote kitakachojitokeza. Tuko tayari. Na kama nikipo tuko tayari kupa kwa ajili ya hii ardhi. Hii ardhi umeikuta bao nile pale na vile vibao. Sawa hii ni ardhi yetu. Majina naitwa Elisante Jackson kutoka Sambasha. Kwa kweli ili eneo ni sehemu la Masai toka kama wazee wanavyosema hapa mwaka 1774. Hiyo ndio ukweli, wababu zetu walikuja hapa kwa ajili ya marika jinsi ninavyosema. Jinsi inavyoonekana hapa, huu mmoja uliokuja hapa ni kwa sababu ya marika waenzi na enzi. Na ndio maana leo hii mwekezaji aliyokuja hapa kuja kuendeleza ukilimo hapa Tanzania amekuja kuvamia eneo letu la Masai ambao ndio mahali ambako rika zinakulia hapa. Kwa hiyo ni zaidi kwamba ili eneo la Masai na sio la mtu yoyote wala nani yule ajaye. Tunavyosema sisi tunaomba serikali iingilie kati, watupe ili eneo letu kuanzia sasa. Tuendeleze jamii zetu, tuendeleze shughuli zetu kama inavyoendelezwa wakati wote jinsi tulivyokuta huko nyuma.
niombe serikali kabisa, Mama Samia watusaidie. Ile eneo ni la Wamasai, sio ya mtu yoyote yule anayekuja. Kama tulivyoambiwa mwanzoni, kuna watu wamejimilikisha maeneo haya, wamekatiwa maeneo haya ili kwa ajili ya ujenzi utakaokuja. Lakini ukweli ni kwamba waachie maeneo yetu. Hapa ni kwa ajili ya mila na desturi tu. Bali na hapo sisi hatutawaelewa. Tutakuja leo hapa, tutakuja na wakati mwingine utakaotokea issue yote ile itakayojitokeza hapa. Lazima tutaingilia hapa na hatakubali kabisa. Tunalikataa hilo. Kwa majina naitwa Yusufu Saruni Lukumai. Mimi ni mwenyekiti wa rika mila na desturi. Najumuisha mikoa 5. Hao halaiki unaoona hapa ni Wamasai. Shida ni kwamba eneo lao la historia ya mila na desturi limevamiwa. Limeuzwa kukatakatwa viwanja. Hii LRI imetokana na miti mnazoziona hapa. Sasa kuna mwekezaji mnamjua, sijui anaitwa Burka Estate, Coffee Estate. Sasa aliingilia kuuza kama viwanja. Na hii ni sehemu ya mila na desturi ambao Wamasai ndio sehemu yao ya ikulu ya mafunzo ya jadi. Hapa ndio makao makuu ya mila na desturi ambayo kila rika linapitia hapa. Linapitia kila baada ya miaka 7. Hili pori halijawahi kuguzwa. Na ilianzishwa tangu Wamasai walipoanza mambo ya mila na desturi tohara kwa ajili ya kukuza marika. Wamasai wanaanzia rika hapa. Enzi ya utotoni wanaanza hapa, wakitoka hapa kuna sehemu nyingine wanaenda. Sehemu ya historia ya Wamasai ziko sehemu 3. LRI ambayo ndio mwanzo wa rika, wakitoka hapa wanaenda Mukula Teunoto. Wakitoka hapo wanakwenda Ndenyor Moru ambayo inapatikana wilaya ya Hai. Wilaya Siha, mkoani Kilimanjaro, ambayo kule ndio wanatawazwa kuwa wazee kama sisi unavyotuona. Kwa hiyo rika lote linaanza hapa. Rika lote la Wamasai limepitia hapa. Hii ni maka ambayo inapatikana chokaa, inapatikana miti ya dimu kwa ajili ya shughuli ya mila na desturi ya Wamasai. Sasa wauzaji wa ardhi wamefamia na kukatakata viwanja. Imeuzwa, beacons zimewekwa, wameuza. Sasa eneo hili haliuzwi, halilimwi, halifanyi shughuli zozote za kibinadamu, tofauti na mila na desturi ambayo zoezi hilo linafanyika kila baada ya miaka 7. Ndio maana hawa watu naowaona, watu naowaona wametoka sehemu nyingi ya Tanzania. Ni zaidi ya watu milioni 10 hao naowaona. Ni zaidi ya watu milioni 10. Hawajajitoshela, hawajaja. Kwa hiyo sehemu hii haiuzwi, haijengwi kwa mtu yoyote, haikatwi miti hizi unazoziona, haiguzwi kukatwa. Tofauti na mtu anayeingia kutoa nyazi tu peke yake. Lakini kusema kwamba kujenga au kufanya shughuli nyingine ya kujenga hairuhusiwi kabisa. Hairuhusiwi kabisa. Na tunataka Rais Samia asikie kwamba Wamasai wamefamiwa sehemu yao ya kuabudia. Hii ni maka, kwa hiyo haiuzwi. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, hiyo taarifa ifike na ifike kwa rais. Ndio maana unaona watu wote wamefurika hapa. Ndio. Tupe historia kidogo, ili eneo mmeanza kulimiliki nyinyi jamii ya Kimasai tangia lini? Ilianzishwa mwaka 1774. Ndio ilianzishwa eneo hili unaloliona. Tangu Wamasai ilipoanza mila na desturi ya Wamasai 1774. Sisi tunaozungumza hapa, hata mama zetu hawajazaliwa, wazazi wetu hawajazaliwa, hata babu zetu waliozaa kina mama hawajazaliwa. Ni mbali sana. Na huyo mwekezaji alivamia eneo hili lini? Alivamia kuanzia mwaka 2001. Ndiye alianza kukatakata kufanya viwanja. Ndio. Ameshauza baadhi ya viwanja. Ameshauza zote, sio baadhi. Na kila kiwanja iliuzwa milioni 180. Mnamwambiaje sasa mwekezaji ambaye alivamia? Tunamwambia alikuja Tanzania kuendeleza kilimo. Aachane na sehemu ya Wamasai. Hapa hajang'oa kahawa, abadilishe kwa viwanja. Huu msitu aliukuta yeye tu. Alipokuja hapa aliukuta. Kwa hiyo aache ilivyo.
tusikute miti yote iliyokatwa, tusikute majengo yoyote, shughuli yote inaendelea ya kibinadamu hatutaki hapa. Sasa hivi mtaanza kuweka ulinzi sasa. Ulinzi, tuna vijana wetu jadi wataanza kusunguka hapa sasa. Kuanzia sasa tutaanza kuweka vijana wetu wa kulinda hapa. Hapa ni karibu eka 13 ziko hapa zimesunguka hapa. Hatujadhaminisha kiela. Hapana, sababu sisi sio wauzaji, sio watathmini wa ardhi sisi. Tunajua tu msitu ni wa kwetu, lakini dhamana yake hatujatathmini. Na mwekezaji alivamiaje? Labda aliwashirikisha. Hajatushirikisha. Anadai kwamba ni sehemu ya ili mashamba yote ya kahawa nayo lima. Kwa hiyo anasema kwamba ameweka lease. Ndio. Hata hivyo Jambo TV inaendelea kufuatilia kwa kina sakata hili, ikiwa ni pamoja na kutafuta uongozi wa serikali za mitaa pamoja na ngazi nyingine ili kufahamu kwa undani chanzo cha mgogoro huu wa umiliki wa ardhi. Kutoka hapa mkoani Arusha, mimi ni Baraka Lucas wa Jambo TV.